Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya ili somo ambalo Roho Mtakatifu amenipa, na title ya hii series ambayo tunaianza ni Breakthrough. Kwa hiyo mpaka series hii inaisha, kwenye kila eneo ambalo hujai experience breakthrough, utaenda ku experience breakthrough. Na eneo la kwanza ambalo natamani tukaliangalia siku ya leo, tutaenda kuangalia eneo la kibali. Ili Mungu aachilie breakthrough, mara nyingi anachoanza nacho, anaanza na kibali. Anampa huyo mtu kibali, na mtu yoyote ambaye ana kibali hawezi akakataliwa. Milango haiwezi kafunga kwa mtu mwenye kibali. Yaani mtu mwenye kibali, chochote anachokifanya lazima kifanikiwe. Na tunapozungumza kibali, kibali ni nini? Kibali ni neema ambayo inampa mtu nafasi kwenye moyo wa Mungu au kwenye moyo wa wanadamu. Na ndio maana kama ni msomaji mzuri wa neno, utagundua watu wengi wakuu ambao walifanikiwa sana, kuna kibali cha tofauti ambacho Mungu alikiachilia kwenye maisha ya watu. Na adui akitaka kuzuie, mara nyingi atacheza na kibali, lakini wakati wa adui kucheza na kibali chako umefika ukomo. Nataka tusome kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52. Neno la Mungu linasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kama ni msomaji mzuri wa neno, utagundua Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu katika mwili, alipokuja duniani akuepuka kupitia katika mchakato. Ukisoma kwenye hicho kitabu mwanzoni, inasema mtoto Yesu akakua, akaongezeka nguvu. Manake nguvu zake zilikuwa zinazidi kuongezeka, na hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Manake Mungu ni Mungu wa mchakato. Hata Yesu mwenyewe akaanza kumpeleka kwenye viwango baada ya viwango. Nguvu zake hazikuanza kwa mara moja. Neno la Mungu linasema mtoto Yesu akakua, akaongezeka nguvu. Maana yake nguvu zake zilikuwa zinazidi kuongezeka kadri muda unavyozidi kwenda. Ni kizazi hiki tu ambacho kinapenda shortcut, lakini Yesu mwenyewe alipitia mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Ni kizazi hiki kinapenda tu mara moja tu afanye miracles. Mungu lazima akutengeneze. Haiwezekani out of nowhere ukaanza kufanya tu, Mungu akakutumia kufanya miracles. Lazima akupeleke darasani, lazima akuandae, lazima upite kwenye mchakato. Na watu wengi waliokwepa mchakato imewagharimu isivyo kawaida. Sasa nataka tuangalie, anasema Yesu akazidi kuendelea. Biblia ya Kiingereza inasema increase, akazidi kuongezeka kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza alilozidi kuongezeka ni stature. Eneo la pili kimo, kikazidi kuongezeka. Eneo la pili hekima. Eneo la tatu kibali. Maana yake mtu ili uongezeke unahitaji kuwa na balanced diet. Usiongezeke stature tu peke yake, unatakiwa kuongezeka kwenye wisdom, unatakiwa kuongezeka kwenye kibali, kwa sababu kibali kina viwango. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza ukawa na umri fulani ukaongea kitu kila mtu akakushangaa. Kwa sababu gani wanakushangaa? Umeongezeka kwenye stature, kwenye kimo, lakini haujaongezeka kwenye hekima na maeneo mengine. Lakini neno la Mungu nasema Yesu akazidi kuendelea, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Manake kuna vibali vya aina mbili. Kibali cha kwanza ambacho unatakiwa ukitafute na umsii sana Mungu akupe kibali ni kibali kutoka kwa Mungu. Watu wengi wanafanya maombi ya kuomba kibali kwa wanadamu kabla hawajaomba kibali kwa Mungu. Mungu akikupa kibali, Mungu anakufungulia mlango wa kupata kibali kwa wanadamu. Ndio maana neno la Mungu linasema Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Manake Yusufu aliweza kuwini moyo wa Mungu, na alipowini moyo wa Mungu, Mungu akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kwa hiyo lazima ujue tips au ujue vitu ambavyo vinagusa moyo wa Mungu ili uweze kupata kibali kutoka kwa Mungu. Nataka tena uone naye Samuel jinsi kibali ambavyo kilivyo muhimu sana. Kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema hivi, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Anasema akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Pia katika kitabu cha Samuel tunaelezwa kwamba Samuel hakutembea na kibali cha aina moja. Naye kama Yesu alivyotembea na vibali vya aina mbili, kibali kwa Mungu na kibali kwa wanadamu, naye Samuel hakutembea na kibali cha aina moja. Akapata kibali kwa wanadamu na akapata kibali kwa Bwana. Na mimi ni maombi yangu baada ya somo hili upate kibali katika moyo wa Mungu katika jina la Yesu. Naona vibali vyote vya aina mbili ni muhimu, lakini cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kibali kutoka kwa
Mungu akiisha kuridhia, Mungu atafungua milango kwa wanadamu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo natamani tuviangalie. Tunaanza na kibali kinachotoka kwa Mungu. Kibali cha Mungu ni kupata kibali katika moyo wa Mungu. Ni vitu gani ambavyo tukisoma neno la Mungu vilimgusa sana Mungu mpaka watu wakapata vibali vya namna tofauti? Nataka tuende tukasome kwenye neno la Mungu watu waliotembea na vibali vikubwa na njia ambayo ilifungua vibali vyao vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kutoka kwa Mungu. Cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kufahamu, ambacho kinaweza kikakufungulia mlango wa kupata kibali kwa Mungu, ni moyo. Hicho ndo kitu cha kwanza kabisa, na eneo la moyo ndo eneo ambalo unahitaji kushughulika nalo sana. Usiposhughulika na eneo la moyo, itabakia kuwa limitation katika maisha yako. Kuna baadhi ya maeneo huwezi kuvuka kwa sababu unakosa kibali kutoka kwa Mungu, na tutaenda kusoma kabisa kibiblia. Tutaangalia, naomba unisomee Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 6 mpaka wa 7. Neno la Mungu linasema, kawa walipokuja, alimtazama Eliabu akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Mstari wa 7, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Umeona? Neno la Mungu linasema Samuel alitumwa kwenda kumpaka mafuta mfalme, na Mungu akumwambia mfalme ni nani. Na alipoenda Bethlehem, neno la Mungu linasema alipomuona Eliabu, alipomwangalia akasema, yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa. Kama prophet nabii Samuel anaweza kumisi, na wewe unaweza ukamisi namna ya kuwatazama watu. Kuna watu unawaamini sana, kuna watu uko nao karibu sana, lakini kuna kitu kinaendelea katika mioyo yao. Lakini neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 10, inasema Mungu uchunguza moyo na kujaribu viuno, hata kumpa kila mtu kwa kadri ya njia zake na matunda ya matendo yake. Mungu kabla hajakupeleka viwango vyovyote, anachofanya kwanza, anaanza kushughulika na moyo wako. Moyo unaweza ukawa kigezo cha wewe kukosa kibali kwa Mungu. Moyo unaweza ukawa sababu ya wewe kupata kibali kwa Mungu. Na unasema, mtumishi wa Mungu, sikuelewi unachosema. Mungu kabla hajakutumia lazima aubadilishe moyo wako. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 9 anasema, anamzungumzia Sauli, anasema ikawa alipoachana na Samueli, Mungu akamgeuza moyo wake. Sauli mwenyewe alibadilishwa moyo. Mungu aliangalia, huyu mtu ninamwamini nafsi nyingi za watu, Israeli nzima anaiweka chini yake, lakini nikiangalia moyo wake, huu moyo hauwezi kutumika kuwa mfalme, ni lazima nimbadilishe moyo. Na baada ya kubadilishwa moyo, ndo Sauli akapata kibali kwa Mungu. Ndio maana utajua mpendwa, kwa nini umeng'ang'ania hiyo chuki, kwa nini umeng'ang'ania huo wivu, kwa nini umeng'ang'ania hiyo hasira. Kuna kitu kinaendelea katika moyo wako. Shida sio hasira, shida sio wivu. Wanatafuta kukuwekea mipaka kupata kibali kwa Mungu. Ndio maana ukitaka upate kibali kwa Mungu, shughulika na moyo wako. Kuna watu wamewakosea, imepita miaka 4 mpaka leo unawakumbuka. Na mpaka leo kuna mtu mmoja akaniambia, akasema, mtumishi wa Mungu, kuna mtu mmoja aliniudhi, anasema kila nikicheka nikimkumbuka na nuna. Nikamwambia imepita, nikamuuliza imepita muda gani? Akasema imepita muda mrefu sana. Yaani kila nikicheka nikimkumbuka tu mtu na nuna ghafla. Ndio maana ni vizuri sana kuwa unaomba maombi ya rehema juu ya moyo wako mpendwa, kwa sababu kinachotafutwa ni kibali cha Mungu. Ukiendelea kuhold vitu unavyovishikilia, chuki, hasira, wivu, majigambo, majivuno yako ndani ya moyo wako, kuna limitation ambayo inatokea automatically kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu hawezi kukupa kibali. Mungu hawezi kuamini na nafsi za watu wengine. Samuel alipomwangalia Eliabu, akaangalia ni mrefu, akaangalia amejazia, akamwangalia na muonekano mzuri, akasema yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa. Kama nabii anaweza kukosea, na wewe kuna wakina chui umewakaribisha karibu yako, kuna mbwa mwitu uko nao karibu yako, unakula nao, unalala nao. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anakiangalia, anaangalia moyo. Hii ni assignment ambayo Roho Mtakatifu anatupa. Tushughulike na mioyo yetu ili tuweze kuvuka. Tena kwa watumishi wa Mungu ndo hatari. Unaweza ukaumizwa kwenye moyo, alafu ukija kuhubiri, unahubiri bitterness, unahubiri uchungu, unahubiri neno la Mungu. Ni hatari sana ukatembea na uchungu ndani ya moyo wako. Nabii Isaya anasema, nimekwenda taratibu, nafsi yangu imekwenda taratibu kwa sababu ya uchungu uliopo ndani yangu. Maana kuna vitu ambavyo
vikitokea ndani ya moyo wako vinasababisha maisha yako kwenda taratibu. Ndio maana utagundua kwa nini shetani anatengeneza mazingira ya watu kuja kuuzi. Wanajua wewe shida yako ni hasira, na wanajua ukasirika usamehe, umejaa visasi. Ipo siku ataingia kwenye 18. Mungu anasema huyu mwanangu ni bado sana. Nataka tuangalie baadhi ya vitu ambavyo Mungu anapenda kuviangalia sana katika moyo wa mtu kulingana na neno la Mungu. Cha kwanza kabisa ambacho Mungu anakipenda sana ndani ya moyo wa mtu ni moyo uliovunjika na kupondeka, the broken heart. Moyo uliovunjika na kupondeka, moyo ambao uko tayari kujirudi, moyo ambao uko tayari kuomba msamaha. Ndio moyo ambao unazungumzwa katika kitabu cha Zaburi sura 51 mstari wa 17. Utaenda kusoma kwa wakati wako. Ndio kitu ambacho Daudi anakizungumza. Anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka Mungu hata udharau. Baada ya kuwatendea watu mabaya, je, unajirudi? Unajutia ulichofanya? Unaomba rehema juu ya ulichofanya? Au unawatendea watu mabaya alafu unaendelea kujivuna? Au unawaumiza watu alafu unaendelea kujivuna? Ndio maana Daudi anasema Mungu anaangalia moyo ambao unajirudi. Hata ukitenda dhambi, je, unajirudi kwa Mungu wako kuomba rehema au unaifurahia ile dhambi ambayo umeitenda? Kumbuka Daudi, tunaambiwa Mungu anasema nimejipatia mtu anayeupendeza moyo wangu, wakati anamtoa Sauli kwenye kiti. Maana yake Daudi anavyoandika hivi ana experience nini ambacho Mungu anakipenda ndani ya moyo. Cha kwanza ni moyo uliopondeka. Kuomba msamaha sio udhaifu, ni moyo uliopondeka. Ni kweli nimekukosea, ni kweli kuna kitu sijafanya sawa kwako, lakini naomba unisamehe. Mungu akiangalia moyo wa namna hii anasema huyu ni moyo uliopondeka. Na kuna watu wengi wameingia kwenye mipaka kwenye maisha yao kwa sababu ya kitu ambacho kinaendelea katika mioyo yao, wala sio nguvu za giza. Mungu amehold kibali, Mungu amezuia kibali. Kuna mtu mmoja akaniambia mke wake anasema kila baada ya mwaka anamkumbusha kuna kitu alifanya. Anasema wana miaka kama 10 na kwenye ndoa. Why did you do that? Anamuuliza what? Anaanza kumkumbusha siku ile. Anamwambia naomba nisamehe. Anakaa mwaka mzima anamkumbusha tena, anamkuta amenuna, anasema no, siwezi kuongea na wewe. Anamuuliza nini? Anasema unakumbuka mwaka juzi? Huo moyo haujapondeka, moyo ambao umejaa visasi, moyo usiosamehe sio moyo uliopondeka. Daudi anasema Mungu anapenda sana moyo uliopondeka. Mungu anavutiwa sana na moyo uliopondeka. Kwa alivyokuwa anaangalia moyo wa Daudi, akauangalia akaona huu moyo ni moyo uliopondeka. Lakini kingine, Mungu anapenda moyo mweupe. Katika Biblia Kiingereza anasema pure heart. Maana yake anasema ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu wa Bwana? Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Anasema ni yeye aliye na mikono safi, ni yeye aliye na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, huyo atasimama katika mlima mtakatifu wa Bwana. Pure heart. Takatisha moyo wako, safisha moyo wako. Ukiona kuna chuki imekaa, omba maombi ya rehema, takasa moyo wako. Ukiona kuna uchungu umekaa ndani yako, omba, takasa moyo wako mpaka uwe mweupe. Kuna watu mioyo yenu imekuwa myeusi, moyo huo umejaa uchungu, moyo huo umejaa kutokusamehe, moyo huo umejaa wivu, moyo huo umejaa chuki, moyo huo umejaa visasi, alafu moyo huo unakuja kumimina mbele za Bwana. Anasema wewe hautapanda, kaa hapa, stay here. Hautapanda mahali patakatifu, utaishia kwenye viwango vya chini, utaishia kwenye viwango vya kawaida. Wanaopanda kwenye viwango vya juu ni watu walio na mioyo meupe. Kama ni mtumishi wa Mungu, Mungu anasema kwa nini nikuamini na huu moyo wako mweusi? Kwa nini nikuamini na moyo wa namna hii? Siwezi kukuamini na nafsi za watu. Endelea kukaa chini mpaka siku utavoshughulika na moyo nikupandishe viwango vya juu. Hili neno lina nguvu sana. Sio kila mtu anapanda katika mlima mtakatifu wa Bwana, sio kila mtu anasimama patakatifu pake. Kuna wengine wanasimama chini, na kinachowasababisha wasimame chini kwa sababu ya mioyo yao. Huyu anayezungumza ana experience juu ya moyo, ana uzoefu juu ya moyo. Nilivyokuwa na andaa hili somo, nikamwambia Roho Mtakatifu, nisaidie mtumishi wako, moyo wangu uwe mweupe. Sikujihesabia, nikasema Mungu naomba unisaidie moyo wangu uwe mweupe. Nikaomba maombi ya rehema. Kwa hiyo hili neno linavyokuja sio la kwako tu, hata kwangu pia. Lakini kingine, Daudi anaomba maombi katika kitabu cha Zaburi sura ya 51 mstari wa 10. Anasema Mungu uniumbie moyo safi. Maana yake Daudi alikuwa anajua moyo aliyokuwa anatembea nao haukuwa moyo safi. Kwa hiyo anamuomba Mungu, anamwambia badilisha moyo wangu, niumbie moyo mwingine ambao ni moyo safi. Kwa nini alikuwa anaomba maombi ya namna hii? Alijua alichomtenda Uria, alijua ila aliyoifanya juu ya maisha ya Uria, alijua namna alivyoharibu ndoa ya Uria, na Uria alikuwa ni mwaminifu, anatumika chini yake. Kwa hiyo Daudi anasema niumbie moyo safi.
Manake unaweza ukamwomba Mungu akuumbie moyo mpya, unaweza ukamwomba Mungu akuumbie moyo mwingine ndani yako. Tunahitaji hiyo neema, wapendwa, kuwa na hiyo moyo, kuwa na moyo wa namna hiyo. Kwenye makanisa ndo kumejaa vita, kwenye makanisa ndo kumejaa migawanyiko, kwenye makanisa ndo kumejaa makundi. Mpaka Paulo anasema, nani amewaambia mseme huyu wa Paulo? Nani amewaambia mseme huyu wa Apolo? Nani amewaambia mseme huyu wa Kristo? Anasema, je, katikati yenu kuna mmoja nilimbatiza kwa jina langu? Maana yake katika lile kanisa kuna makundi yalikuwepo, kulikuwa kuna vita kwenye ile kanisa. Daudi anaomba maombi. Hicho ni kitu cha tatu. Cha kwanza tumesema moyo uliopondeka, ya pili moyo mweupe, ya tatu moyo safi. Ndio utajua kwa nini ni watu wachache sana wanatembea na vibali vikubwa sana vya Mungu. Ni kwa sababu kibinadamu sio rahisi. Yesu alipigwa, akateswa, akasema Mungu wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Leo wewe waje watu wakuvuruge kama dakika 5 hivi, useme Mungu wasamehe kwa maana hawajui walitendalo, au utafunga kibwebwe, utasema na iwe, utasimama kidete, unasema leo ndo mtajua mimi ni nani. Na utasema kabisa, mlikuwa mjui kama nimeficha makucha, ngoja leo niyatoe hayo makucha. Lakini Yesu anapigwa, anasema Mungu wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Stefano anapigwa mawe mpaka karibia anakufa, anasema Mungu wasamehe. Ndio nikajua kwa nini Mungu alimtumia Stefano katika viwango vikubwa. Stefano alikuwa anatenda miujiza. Kuna kipindi Stefano alikuwa anafundisha, wakimwangalia wanaona kama malaika wa Mungu anafundisha. Ni kwa sababu ya kibali alichokuwa anatembea nacho. Lakini kingine, Mungu anapenda moyo wenye mawazo mema. Anasema naam, kuna mambo 6 ambayo Mungu anachukia, na yako 7 ambayo yampendezi kabisa Mungu: macho ya kiburi, miguu iliyo mepesi kukimbilia uovu, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, shahidi ashuhudiaye uongo. Lakini anasema kingine, moyo uwazao mawazo mabaya. Moyo uwazao mawazo mabaya ni moyo ambao hauwezi ukapata kibali machoni pa Mungu. Kumbuka huyu tunayemzungumzia ni Daudi. Jamani, Daudi alitembea na kibali. Kwa hiyo Daudi anatakiwa kuwa role model wetu. Anasema nimejipatia mtu after my own heart. Mungu mwenyewe alisema, manake huyu mtu alikuwa anatembea na kibali cha Mungu kisicho cha kawaida. Manake sisi natakiwa kujifunza kupitia Daudi. Anasema moyo uwazao mawazo mabaya. Wakati wengine wanafanikiwa, unawawazia nini hao wanaofanikiwa? Wakati mwingine Mungu anamnyanyua, unamwazia nini? Je, unamwazia mawazo mazuri? Je, uko kama Baba yetu wa mbinguni? Anasema angalia, maana mawazo naowazia nyinyi ni mawazo ya amani. Unawawazia wengine mawazo ya amani. Ukiona mtu anapita kwenye shida ya magonjwa, unamwazia mawazo ya amani. Ukiona mtu anapita kwenye changamoto ya uchumi, unamwazia mawazo ya amani. Ukiona mtu amekwama hana msaada, unamwazia mawazo ya amani. Au ndo unajificha kwenye kona unaanza kucheka? Au ndo unajificha kwenye kona unasema yule mtumishi mwenye kipara ametandikwa? Ukitaka kutembea na kibali cha Mungu, jifunze kuwawazia wengine mawazo mema. Jifunze kutembea na mawazo mema. Wakati wowote kuwa positive, fikiria wengine mema. Tamani kuona wengine wanasogea, tamani kuona wengine wanaendelea, tamani kuona wengine wananyanyuka. Mungu akisema nionyeshe watu 6 uliowawazia mema na ukanyoosha mkono wako kuwasaidia, unao watu. Au akisema tu nionyeshe mmoja, unaye huyo mtu. Au kila siku ndio kuwakanyagia. Nataka nimalizie kipengele kingine. Kipengele kingine cha moyo ambacho Mungu anakipenda ni moyo wenye utii. Ni moyo wenye utii. Kitabu cha Ezekiel sura ya 11 mstari wa 19, naomba nisomee. Moyo wenye utii, moyo ambao una obedience. Kitabu cha Ezekiel sura ya 9 mstari wa ya 11 mstari wa 19. Sura ya 11 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama. Sikiliza anavyosema nitawapa moyo mmoja. Manake hao watu walikuwa wanatembea pamoja lakini mioyo yao iko tofauti. Wanatembea pamoja lakini mioyo yao haiko pamoja. Huyu ana wivu na huyu, huyu ana chuki na huyu, huyu ana mashindano na huyu, huyu anataka muangushe huyu. Mioyo yao iko tofauti. Mungu anasema hii sio kanuni ya kutembea na Mungu. Kanuni ya kutembea na Mungu, wote mnatakiwa kuwa na moyo mmoja. Anasema nitatia roho ndani yenu. Manake ataweka Roho Mtakatifu ambaye akubadilishe ili tunavyotembea tutembee katika moyo mmoja. Ndio maana kwa nini tukiwa tunaomba wengine wanakwama, wengine wanavuka? Kwa sababu hatutembei katika moyo mmoja. Wengine wanatembea katika moyo wa utii, wengine wanatembea katika moyo wa chuki, wengine wanatembea katika moyo wa upendo, wengine wanatembea katika moyo wa wivu, envy. Naomba nisomee baada hapo. Anasema nitatia roho ndani yake. Alafu sehemu inayofuata anasema nitabadilisha moyo wa kijiwe. Naomba nisomee hapo. Sehemu ya pili, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama.
Anasema hao watu walikuwa na moyo wa kijiwe. Baada ya kueleza utajua moyo wako ni wa kijiwe au wanyama. Ukisoma Biblia habari njema inaeleza vizuri. Anasema nitabadilisha moyo mgumu, nitawawekea moyo wenye utii. Mungu anapenda watu wanaoonyesha obedience kwake. Mungu anapenda watu wanaoonyesha utii kwa Mungu. Mungu akikwambia hapa usiende, usiende. Mungu akikwambia hiki usifanye, usifanye. Mungu akikwambia omba, omba. Mungu akikwambia soma neno, soma neno. Mungu akikwambia fanya hiki, fanya hiki. Mungu ndo anapenda watu wa namna hii, watu walio na moyo wa utii. Anasema kama hauna moyo wa utii, una moyo mgumu, Mungu hawezi kukuachilia kibali mpaka ubadilishe moyo wako. Akiisha badilisha moyo wako ndo ataachilia kibali. Kwa hiyo hao watu wote walikuwa na moyo mgumu, walikuwa na moyo wa kijiwe. Mungu anasema sitawatumia. Unajua Mungu anapokuita anakuita kama ulivyo, lakini hakutumii kama ulivyo. Ni lazima akubadilishe ili aweze kukutumia. Anawaambia nyie kwa mioyo migumu ya namna hii siwezi kuwatumia, lazima niwabadilishe ili niweze kuwatumia. Lazima niondoe moyo wa kijiwe niweke moyo wa nyama. Lazima niondoe moyo mgumu niweke moyo wenye utii. Muulize jirani yako, wewe unamtii Roho Mtakatifu? Na anaisikia sauti vizuri. Yaani huyu anaisikia sauti vizuri. Akiambiwa muda huu ni muda wa ibada, anaenda kuangalia tamthilia. Akiambiwa muda huu ni muda wa kusoma neno, anaenda kulala. Alafu kikija kitu kizito, baba yangu mbona umeniacha? Anasema wala sijakuacha, ni wewe moyo wako hauna utii. Lazima Mungu akupitisha, akufundishe kwa njia ngumu. Ujue hivi vitu, anasema ukizungumza kwa lugha ya wanadamu, ukizungumza kwa lugha ya malaika, usipokuwa na upendo ni sawa sawa na hamna kitu. Nisikilize, upendo haupimwi mkiwa na furaha. Upendo hampimwi mkiwa na mahusiano mazuri na mtu. Upendo unapimwa pale ambapo wameitikisa hasira yako imefika mpaka hapa. Pale ndo wanaangalia, je, una upendo? Yaani mnaenda tu vizuri, mnasalimiana, anakuheshimu. Huo sio upendo. Lazima wakutikise. Na ukisema mimi niko vizuri, lazima siku itatokea jaribu. Wachokonoe mpaka ndani, waangalie huko kuna nini. Utashangaa hasira imetoka nje. Na wewe sio wa kwanza, hata Musa mwenyewe. Musa alikuwa na hasira. Isaya alikuwa anaongea maneno machafu. Wakachukua kaa la moto wakachoma pale. Atakuwa lilia lazima. Mungu hakutumii kama ulivyokuja, mpaka kubadilishe kwanza. Na inategemeana umeamua kuonesha ushirikiano kiasi gani. Usipoamua kuonesha ushirikiano unakaa kwenye hilo darasa a lot of years. Kuna watu hivi saizi ninapozungumza bado wako chekechea. Yaani moyo wako uko delicate, wakichokonoa kidogo tu hasira hiyo, wakichokonoa kidogo wivu huo, wakichokonoa hiyo kidogo visasi. Yaani huyu kaniambia mimi tutaona. Anamfanyia hivi Masihi wa Bwana, wanaupenda sana mstari. Anamfanyia hivi Masihi wa Bwana, the anointed one, tutaona. Mhubiri mwenyewe anasema sauti ya upole utuliza nini? Hasira. Wakati mtu amekughadhibisha, hasira yako imefika juu, unatumia sauti gani? Sauti ya upole. Hivi vitu ni vitu ambavyo unaweza kumwomba Mungu neema na Mungu akakupa neema. Hatujakamilika, lakini tunaweza tukamwomba Mungu akatupa neema yake ikatusaidia. Ninakuombea kwenye haya majira, Mungu abadilishe moyo wako katika jina la Yesu. Kwenye hiki kizazi watashangaa namna unavyotembea na kibali. Kwenye hiki kizazi watashangaa namna unavyotembea na moyo mweupe. Na hata sisi watumishi usipokuwa makini, kuna watu ambao kazi yao ni kukutengenezea hasira ukiwa unakaribia kusimama kwenye madhabahu. Yaani hao watu wako special, ni maagent. Yaani wanasubiria dakika chache au sekunde chache. Yaani itatokea scenario ya kukughadhibisha isiyo ya kawaida. Kwa hiyo kabla hujashughulika na moyo, unaingia kichwa. Alafu ibada inakuwa imekufa pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eneo la kwanza ni eneo la moyo. Muombe Mungu autengeneze moyo wako. Muombe Mungu akusaidie. Muombe Mungu atusaidie kwenye eneo la moyo. Na tumetumia mfano wa mtu mzuri sana ambaye alipata kibali cha Mungu, ambaye ni Daudi. Nikawa najiuliza kwa nini Daudi alitembea na hiki kibali? Ndio nikawa nasoma hili neno. Na kwa nini Mungu analeta hili neno kwenye haya majira? Anataka utembee na kibali cha Mungu. Lakini eneo la pili ambalo linaweza likakupa kibali cha Mungu ni sadaka. Sadaka inaweza ikafungua neema ya wewe kupata kibali machoni pa Mungu. Naomba usome kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 5. Neno la Mungu linasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Mbona neno la Mungu linasema Kaini alikuwa hajashughulika na moyo. Anasema alighadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Huyu alikuwa bado hajashughulika na eneo la moyo. Huyu Kaini alikuwa na shida nyingi. Alikuwa hajashughulika na eneo la moyo. Kuna mtu mmoja akaniambia, akasema, bwana mtumishi wa Mungu, mimi nataka unijibu kwa nini. Nikamwambia, issue gani? Niambie. Kwa nini
yule boyfriend aliyeniacha yeye anaendelea anasogea, alafu mimi nimekwama niko pale pale, sikubali. Nikamwambia sasa unataka nikwambie nini? Yaani wewe niambie kwa nini yeye anafanikiwa, mimi sitaki afanikiwe hata kidogo. Nikamuuliza mliachana mwaka gani? Waliachana mwaka 2015. Nikamwambia mwenzako amefanikiwa kwa sababu aliachilia, alisamee. Let the bygones be the bygones, Waingereza wanasema hivyo. Akasamee, akaachilia, alafu yeye ameshikilia mpaka leo. Hawezi wakatembea kwenye level sawa, lazima huyu mwingine aliyeachilia atembee kwenye viwango vikubwa. Kwa hiyo eneo la pili ambalo tunaangalia ni eneo la sadaka. Kuna watu wawili, Kaini na Abili, ambao walipeleka sadaka, na neno la Mungu nasema kabla hawajapeleka ile sadaka alizungumzia kibali. Maana yake kilichofungua kibali kwenye maisha ya watu ni sadaka. Na ndio maana utajua kwa nini adui anazuia watu wengi kutoa sadaka, kwa sababu anajua kwenye sadaka sio fedha peke yake, ndani yake kuna kibali cha Mungu. Watu wengi waliozuiliwa kutoa sadaka hawana kibali cha Mungu. Na sijasema kwamba mtu ambaye hana kibali cha Mungu hawezi kununua gari, hawezi kujenga, sijasema hivyo. Kuna vitu ambavyo utakosa. Hawa jamaa wakapeleka sadaka zao, lakini neno la Mungu linasema Mungu akamtakabali mmoja. Neno kutakabali ni neno favor. Mungu akampa kibali mmoja akapata kibali machoni pa Mungu. Kwa hiyo kwenye sadaka kuna mambo mawili yanaweza katokea. Kwenye sadaka unaweza kupoteza kibali, kwenye sadaka unaweza kupata kibali cha Mungu. Kuna mambo mawili. You have to be very careful unapotoa sadaka. Unatakiwa kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu, anataka utoaje. Anasema Kaini akapeleka mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, lakini neno la Mungu linaeleza kitu alichopeleka Abili. Inasema Abili akapeleka wazao wake wa kwanza wa wanyama na sehemu zilizonona. Kwa Mungu akaangalia, kwa sababu yeye ndo aliyowabariki, anajua viwango wanavyotembea navyo. Akaangalia moyo wa Kaini, akuona sababu ya kumpa kibali, lakini akaangalia moyo wa Abili, akaona kwa sadaka hii lazima nimpe kibali. Neno la Mungu nasema akamtakabali Abili na sadaka yake. Kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo tunasoma kwa habari ya favor ambayo ilipatikana kwa njia ya sadaka. Mungu anaangalia sadaka kama ni njia mojawapo umetumia kumheshimu. Angalia ile fedha unayoitoa, anaangalia huyu ananiheshimu kiasi gani, huyu ananipenda kiasi gani. Kwa hiyo alipopeleka, Mungu alivyoangalia akaona kabisa anayetakiwa kupata kibali ni Abili. Kwa hiyo kuna watu hicho kibali cha Mungu unachotembea nacho ni kwa sababu ya sadaka uliowahi wasilisha mbele za uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hicho kibali kukosa wala sio nguvu za giza, ni kwa sababu namna ya kutoa kwako sadaka ni kama unammock Mungu. Na Mungu akasema hivi, anamwambia je, ukitenda vyema hautapata kibali? Mungu alichokuwa anakitafuta kwenye maisha ya Kaini, alikuwa anataka aimprove, alikuwa anataka ajiongeze, alikuwa amempa second chance. Lakini kwa sababu Kaini hakushughulika na moyo, anasema uso wake ukakunjamana, anasema akaghadhibika. Kwa sehemu ya pili ambayo inaweza kumpa mtu kibali cha Mungu ni sadaka. Nataka tuangalie sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ambayo inaweza kufungua kibali cha Mungu ni unyenyekevu. Na huu unyenyekevu tunaozungumza, tunazungumza unyenyekevu kwa Mungu na unyenyekevu kwa wanadamu. Humbleness. Unyenyekevu sio ujinga. Unyenyekevu ni karakta ambayo Mungu anaiadmire sana, ni karakta ambayo Mungu anaipenda sana, na ndio maana watu wanyenyekevu wanaweza kusurvive kwenye mazingira yoyote. Mtu akiwa mnyenyekevu anaweza kusurvive kwenye ndoa iliyoshindikana. Mtu akiwa mnyenyekevu anaweza kusurvive kwenye eneo la kazi ambao wafanyakazi wengine hawasurvive kwa sababu ya unyenyekevu alionao. Na mtu ambaye ana practice unyenyekevu ndio mtu aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza ni nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Yesu akawajibu kwa vitendo, akamuita mtoto mdogo, akasema yoyote atajinyenyekeza kama huyu mtoto mdogo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Maana yake unyenyekevu una uhusiano mkubwa sana na hekima na ukuu. Watu wakuu ni watu wanyenyekevu. Watu wakuu ni watu ambao wamebeba unyenyekevu. Nataka nikuoneshe neno la Mungu linasema nini kwa habari ya watu wanyenyekevu. Neno la Mungu linasema nini kwa habari ya watu wanyenyekevu? Na kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, pride, kiburi. Kwa sababu wengine hawajapata, unaona hao ni wajinga, hawajielewi. Kwa sababu wengine hawajapata, unawatreat vibaya. Unyenyekevu unapimwa hata kwa watu walioko chini yako. Unyenyekevu haupimwi tu kwa watu waliopo juu yako, hata waliopo chini yako. Mungu anaangalia sana hiki kitu, na hiki kitu ndo kinaweza kukupa kibali. Kuna mtu mmoja mume wake akaniambia, huyu bwana mtumishi wa Mungu anachonifanyia. Nikamwambia anakufanyaje? Akasema wakiwa anaongea, anasema nipige kichwa hiki hapa, nipige ua.
Anasema kwa hiyo anakuwa amekaa kule kule au vipi? Anasema ananifuata pale pale nilipokaa. Anasema nikiama ananifuata tena. Anasema nikienda huku chumbani ananifuata, ua nimekwambia ua. Nikajua huyu dada shida unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomee kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 34. Anasema hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Anasema hakika yake huwadharau wenye dharau. Sasa imagine wewe kudharauliwa na Mungu. Maana yake Mungu anakupuuza, haoni sababu ya kukonsida mambo yako. Anasema huwadharau wenye dharau. Anasema bali huwapa neema wanyenyekevu. Lile neno neema kwenye English Standard Version ni neno favor. Anasema huwapa favor wanyenyekevu. Maana yake kanuni ya Mungu akija anaangalia unyenyekevu. Na unyenyekevu ndo chanzo cha kwanza cha kupata kibali cha Mungu. Ndo chanzo kingine cha kupata kibali cha Mungu. Na sio rahisi kunyenyekea. Kunyenyekea wakati mwingine unaweza ukanyenyekea sehemu ambapo unadharaulika. Unaweza ukanyenyekea sehemu ambapo uheshimiki. Unaweza ukanyenyekea sehemu ambapo hawakupendi. Wewe unachotakiwa kufanya, tengeneza level yako ya kunyenyekea. Usijali wanachokufanyia, Mungu anaangalia unyenyekevu wako. Kuna watu saizi ninavyozungumza, kuna sehemu uliondoka kwa sababu kiburi kilikuondoa. Ukasema kabisa labda sio mtoto wa fulani, hii kazi naacha. Alafu ukasema mimi maskini jeuri, na mpaka leo kweli umekuwa maskini. Kazi naacha, kisa bosi kakwambia kwa nini unachelewa kazini. Maana yake wewe hauna unyenyekevu. Kama umechelewa kazini na bosi kakuuliza kwa nini umechelewa kazini, jambo la kwanza la mtu mnyenyekevu, naomba unisamehe, sitachelewa tena. Lakini mtu mwenye kiburi akakabosi kanadai hiyo nafasi hata mimi nitakaa tu. Wewe hauna unyenyekevu. Na ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Imagine wanakutana mme na mke wote mna pride. Yaani vinaumana humo ndani, kivumbi kinatimka humo kivumbi kinatimka kama upande wa Gaza. Ninakulani, tutaona leo kama utafanya kazi. Unamlaani mwili mmoja wakati mwili mmoja. Wewe na huyo ni mwili mmoja, unajilaani mwenyewe. Ndoa nyingi ambazo zina survive, lazima kuna mmoja ana humbleness kushinda mwingine, mmoja ana unyenyekevu kushinda mwingine, mmoja ana hekima kushinda mwingine. Ndio unaweza kusurvive kwenye ndoa. Lakini watu wawili wakutana wana pride, watu wote hawezi kusurvive. Na Mungu ni mwaminifu. Kama ukimsikiliza Roho Mtakatifu, atakuletea mtu mnyenyekevu ambaye anajua kiburi chako, anajua pride yako. Kwa ata balance shit. Ata balance. Wanandoa kapo zinajua hapa imebalance. Kuna mmoja aliniambia, anamsema mume wake, anamsema mpaka ana nani. Kwanza huyo mtu akaniambia bwana, ujue huyu mume wangu ananitwanga kweli kweli. Nikaambia nakutwanga bila sababu. Yaani bila sababu, mwenye anashangaa. Nikasema hii hamna, ngojea. Nikafuatilia. Mume akasema akalia kwanza. Akasema baba, sijui nieleze niamwage yote. Nikamwambia nieleze tu, wala hamna shida. Akalia kidogo. Akina baba nao huwa wanalia jamani. Akalia kidogo. Akasema huyu akiwa anaongea mimi huwa nanyamaza kimya. Lakini kadri anavyozidi kuongea, akiona nimenyamaza, anasema kwa hiyo ndo umedharau wa ujibu. Anakuja ananisonyoa, anasema wewe. Nikamwambia kwa hiyo unafanyia? Akasema nampa mabanzi mawili. Akasema mimi namtoa mawenge, mabanzi mawili tunamtoa. Anamtoa mawenge, mabanzi mawili. Nikasema mtumishi wa Mungu usifanye hivyo. Akasema yani nimevumilia, nimeshindwa bwana. Unyenyekevu wapendwa ni muhimu sana, na kuombea Mungu akupe unyenyekevu. Lakini kingine nataka nikuoneshe namna Mungu anavyoweza akazuia vitu vyako usipokuwa na unyenyekevu. Namna Mungu anaweza akazuia vitu vyako usipokuwa na unyenyekevu. Naomba usome kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yaani hili neno la unyenyekevu limerudiwa mara 3 kwenye Biblia. Ukitaka kujua kwamba ni jambo muhimu, mistari 3 imeeleza jambo hili. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 imeeleza jambo hili. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 imeeleza jambo hili. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao. Anasema Mungu huwapinga. Kwa wakati mwingine sio shetani anakupinga, ni Mungu mwenyewe anaingilia kati, anazuia vitu vyako. Na kwa nini anakupinga? Naomba nisomee hapo kipengele kinachomalizikia. Bali huwapa neema wanyenyekevu. Anasema bali huwapa neema wanyenyekevu. Neno neema pale katika English Standard Version ni neno favor. Hiyo favor, kibali hakiendi kwa kila mtu. Kibali cha Mungu hakiendi kwa kila mtu. Kinachagua watu walio wanyenyekevu. Na kuna sehemu anasema vaeni unyenyekevu, maana unyenyekevu ni vazi. Mtu mnyenyekevu, namna anavyoongea utajua mnyenyekevu, namna anavyotembea utajua mnyenyekevu, namna
anavyohusiana na wengine utajua mnyenyekevu. Unajua kuna watu wanaamini kwamba wao ndo watumishi wakubwa, hakuna mwingine yoyote. Ukiwasikiliza wanavyoongea, wanaamini hakuna mtumishi kama wao. Na ndio maana nakwambia hata watumishi wanaonyanyuliwa utashangaa, huyu mbona nilikuwa simfahamu, ametokea wapi? Mbona nilikuwa simjui, ametokea wapi? Kwa sababu Mungu anaangalia standard ya humbleness, anamraise yule mtu. Lakini wenye kiburi Mungu anawapinga yeye mwenyewe. Yaani eneo la unyenyekevu ndio eneo ambalo Mungu anaingilia kati, anakupinga. Sasa imagine unapingwa na Mungu. Kwenye uchumi unapingwa na Mungu. Kwenye biashara unapingwa na Mungu. Kwenye kazi unapingwa na Mungu. Kwenye utumishi unapingwa na Mungu. Imagine mimi hii mizimu ya kwetu imenitesa sana. Hamna, sio mizimu. Wewe huna unyenyekevu. Na humbleness haipimi kwa Mungu. Ukienda kwa Mungu unalia ukija kwa wanadamu kiburi. Hiyo sio humbleness. Humbleness ni kote, kwa wanadamu na kwa Mungu, kwa walio chini yako na kwa walio juu yako. Huo ndo unyenyekevu. Kwa walionacho na wasionacho, huo ndo unyenyekevu. Kwa hiyo jambo la tatu ni nini? Unyenyekevu, au unaweza kusema righteousness. Inaweza ikakupa kibali machoni pa Mungu. Maisha yako unaoishi yanampa utukufu Mungu. Paulo anasema kila tufanyacho tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tukila tule kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tukivaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Chochote unachofanya ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa unapokuja kwenye utakatifu, ni lifestyle. Maisha yako kwa ujumla yanampa Mungu utukufu, au kuna baadhi ya maeneo Mungu amekwambia kabisa acha, bado uache. Kwa hiyo lazima ujikane ili kutembea na kibali cha Mungu. Sio rahisi. Mungu anaangalia priority yako iko kwenye nini. Naomba tumsome mtu mmoja anaitwa Nuhu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Sasa lile neno neema ukisoma katika English Standard Version ni neno favor. Linasema katika kizazi chote kuna mtu mmoja tu anaitwa Nuhu alipata kibali cha Mungu. Wengine wote walikosa hiki kibali. Na chini mstari unaofuata anaeleza sababu ya Nuhu kupata kibali cha Mungu. Naomba nisomee mstari unaofuata. Mstari wa 9. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, kamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Neno la Mungu linasema hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Yaani katika generation ya kipindi kile, Nuhu alijitofautisha aina ya maisha anaoishi. Lakini baada ya gharika, Nuhu akalima mizabibu. Alivyolima tu mizabibu, akapiga gambe. Huko ngojani niache huko, niendelee hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linasema sababu ya Nuhu kupata kibali machoni pa Mungu ni kwa sababu ya aina ya maisha aliyokuwa anaishi. Aliweza kujitofautisha. Anasema kizazi kile kilikuwa kina udhalimu. Kizazi kile kilikuwa kina watu wana matendo mabaya, wana matendo maovu, lakini kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Nuhu alijitofautisha. Ukitaka kutembea katika viwango vikubwa lazima ujitofautishe. Ukitaka kutembea katika vina vikubwa na Mungu, kuna mambo lazima uyaache kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna sehemu lazima usiende kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na vinaweza vikawa ni vitu vya kawaida, lakini Roho Mtakatifu amekwambia usifanye, acha. Inaweza kwa wengine isiwe dhambi, lakini kwako Roho Mtakatifu amekwambia acha. Sasa wiki ijayo tutaendelea na kibali upande wa wanadamu. Leo tumeangalia kibali upande wa Mungu. Na nataka tuombe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kuna mtu umemshikilia mpaka leo, hebu msamehe huyo mtu. Umemngangania huyo mtu wa watu. Kila siku unamlaani, alafu unashangaa ndo anafanikiwa. Msamehe, achilia mpendwa. Kama kuna envy, kuna wivu ndani yako, achilia. Sasa kuna wengine ndo wanasema bwana mimi saizi nakopa hela. Achilia, usikope hela za watu, ulisha hela za watu. Sema mimi nakopa, kwa nini uachilii? Nimekopa kwako, kwa nini uachilia? Hiyo hapana. Hatujasema hivyo. Lipa madeni ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Simama hapo kwa miguu yako tuweze kuomba.